jiandae moyo wako. Inasema Biblia. Sasa kitu kingine katika Wakorinto wa kwanza sura ya 10 inasema mstari wa 2, wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho. Wote wakala kile chakula. Kuna laana zitaishia hapa. Yani hapa ni mpaka waliokuwa na kumiliki, sasa unakuwa miliki nyingine. Kwa hiyo kitendo cha kupita kwenye ile bahari, walikuwa wanaagana na utawala wa Farao. Wao walifikiri wanavuka tu, kumbe lile jambo lilikuwa limeandaliwa na Mungu mwenyewe. Wapite kwenye yale maji kama ubatizo, wawe wa Musa, wasio wa Farao tena. Halafu wakala wote kile chakula cha roho. Kwa hiyo baada ya hapa sasa unatakiwa kuendelea kula chakula cha nini? Cha roho, chini ya mtume hapa. Wewe leo unakuwa wa urejesho, kwa mfumo mwingine tuseme unakuwa wa apostol. Ndiye anaanza kukulisha chakula cha nini? Chakula cha roho ni lile neno, inaitwa mana. Sio tunakubatiza hapa, ukitoka hapa ukanyala kwenye KKT. Hawakupita ile bahari halafu wakarudi tena kwa Farao. Tunakutoa hapa, utaki kurudi tena kwa waganga. Ukitoka hapa utaki kurudi tena kwenye mizimu. Wewe unavushwa. Kama unanielewa? Sio tunakubatiza hapa halafu tena unaona niende Romani. Sasa inasema hivi Biblia, wote wakabatizwa wawe wa Musa. Wawe wa nani? Kwa hiyo tunakubatiza leo, wewe unakuwa wa Apostle Ndegea. Yeye ndo anatakiwa aendelee kukupa chakula cha nini? Cha roho. Kama utaki bora usibatizwe basi. Kwa sababu ubatizo msao, mimi nimekuwa nikivuka nchi za nje, huwa kuna mipaka. Mpaka huku Tanzania, huku Kenya, huku Tanzania, huku Uganda, huku Tanzania, huku Zambia. Si kama unanielewa? Sasa kazi yetu sisi tunakuvusha hapo mpakani. Kama ulikuwa Tanzania tunakuvusha hapo, tunakuingiza Zambia. Kama ulikuwa Zambia tunakuvusha hapo, tunakuingiza Tanzania. Ulikuwa Misri tunakuvusha hapo, tunakuingiza nchi ya ahadi. Ulikuwa kwenye magonjwa, hapo kuna mpaka, tunakuvusha hapa sisi. Ulikuwa kuzimu, tunakuvusha. Asubuhi nilikuwa nakomboa mtu kutoka kuzimu asubuhi sana. Tunakuvusha. Sisi tuna nguvu kuliko adui zako. Mimi nina nguvu kuliko wanaokuroga, kuliko pepo ulionao. Kwa hiyo kazi yangu ninakuvusha. Sasa wewe usitamani tena kurudi kama wale watu jamani. Turudi tena kule wakazikumbuka nyama za Misri, masufuria, vitunguu saumu na matango. Usirudi huko. Usirudi dhambini. Usirudi kwenye uovu. Kuna makundi matatu: walioanza, waliokosewa, na wale wenzangu na mimi walioanguka. Kwa hiyo usirudi tena. Yesu akamtengeneza mtu mmoja akamwambia, usitende dhambi tena, usije akakupata makubwa zaidi. Kwa hiyo leo kuna sehemu tunakuvusha. Wewe mwenyewe utaona matatizo yote ya kale, kama kweli utakuwa tayari, unaachana nayo hapa leo. Si vichwa miswili natoka huku linakuja huku, linatoka hapa linakuja huku, utaliacha hapa. Utumwa ulikuwa mwisho pale kwenye bahari ya Shamu, na leo itafanyika. Wote wakabatizwa wawe wa Musa katika wingu na katika bahari, wote wakala chakula kile cha roho, wote wakanywa kinywaji kile kile cha roho. Baada ya hapa kuna meza ya Bwana.
na meza ya nini? Hiyo nayo huwa ina maajabu yake. Sisi hatufanyaji ibada zisizoleta matokeo. Kila ibada tunayoifanya sisi watu wa urejesho lazima iwe na matokeo. Kama haina matokeo, basi hiyo sio Mungu. Na hatuhitaji ushabiki, tunahitaji imani. Baada ya hapa kuna meza ya nini? Ya Bwana. Meza ya Bwana tunakula mkate, tunakula na damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Acha nikwambie kimoja, wanaokataa kutumia vitu, unajua ni watu wa ajabu sana. Ila kwenye meza ya Bwana wananunuaga biskuti. Sio, umeiona hiyo? Afu wanakuambia ni mwili wa nani huu? Ila ikija sisi tunataka kwamba huu mkate leo uwe mwili wa Yesu. Wanasema angalieni hizo ibada zao hizo. Hizo ibada zao hizo, ila tukija kwenye meza ya Bwana wote tunakutana pamoja. Si kama unanielewa? Wale wanaopinga haya maji ndio yawe damu ya Yesu, ila ikija kwenye hapa nao wanaenda dukani wananunua kaa kitu. Acha ushamba sehemu, sisi ni watu wa rohoni. Hata huu mchanga unaweza ukatenda kazi huu hapa, na kila siku watu wanaukanyaga. Kitu cha kawaida sisi tunaweza tukakigeuza kikawa kitu sio cha kawaida. Kwa hiyo baada ya ubatizo unahitaji chakula cha mafundisho, lakini sasa utakuwa na meza ya Bwana. Meza ya Bwana ina kazi yake, kula mwili wa Kristo na kunywa damu yake. Wengine wanasema Holy Communion. Hayo yote yatafanyika, na kila jambo tunalolifanya katika madhabahu ya urejesho lazima kuwe na maajabu. Siku moja Mungu akawa ananiambia, ibada isiyokuwa na udhihirisho haimtambulishi Mungu, bali ibada zenye udhihirisho huwa zinamtambulisha Mungu kwenye jamii. Baada tukuze maneno ili tufanye hiyo kazi. Toa maelekezo unapoingia kwenye maji. Hakikisha unapoingia nguo yako inaenda na kunywa maji. Si umeona hii ya kwangu? Kadi unapoingia hakikisha kama ni sketi unaenda unainywesha maji. Unainywesha maji. Kwa nini? Huwa zina tabia unapobatizwa zinaweza zikaja juu kama hazijanywa maji. Kwa hiyo unapoingia unaroanisha nguo yako hadi unapoingia na kunywa maji. Hilo ni eneo la kwanza la maelekezo. Si kama umeelewa? Jambo lingine, usiwe mwoga. Furahia kwamba unazaliwa upya. Furahia kwamba mateso yako yanaenda kuisha leo. Sio unakuja hapo unakuwa mwoga mpaka unataka hapa tuanze kugombana.